Najua utakuwa unafahamu kuhusiana na Margaret Nduta, Mkenya kutoka Malanga, anayetarajiwa kunyongwa na serikali ya Vietnam baada ya kupatikana na dawa za kulevya katika uwanja wa ndege wa Tan Son Nhat. Inaelezwa kwamba Nduta alikuwa akitafuta kazi nje ya nchi huko Uarabuni, Dubai na UAE zilikuwa ndizo rada zake kabisa za kutafuta kazi huko. Kama wengine wanavyofanya, aliwatafuta mawakala ambao wanawaunganisha watu na ajira katika mataifa ya Kiarabu. Baada ya muda mfupi alipokea taarifa kuwa amepata kazi, lakini cha ajabu hakujulishwa ni nchi gani. Aliambiwa tu ajiandae kwa safari na ataelekezwa ni nchi gani ambayo atakuwa tayari kusafiri. Siku ya safari ilipowadia, alifika uwanja wa ndege na alikabidhiwa visa ya Vietnam. Si mojawapo kabisa ya nchi ambazo alizitarajia, ila ilimbidi tu akubali. Na inaelezwa kuwa alitakiwa kusafirisha mzigo, lakini hakupewa maelezo ya kina kuhusu ulikuwa ni mzigo wa nini. Ilikuwa ni rahisi kwake kufikiria tu kwa sababu alikuwa ana hamu sana ya kupata kazi. Akajisemea ni kazi rahisi tu, yani ya kupeleka mzigo halafu nalipwa. Kwa hali yangu ya kifedha, why not? Hakujua kwamba huo ulikuwa ni mwanzo wa safari isiyo na tiketi ya kurudi. Alipoingia Vietnam, alihitaji kusafiri kuelekea Laos, lakini mambo yaligeuka kuwa jinamizi. Alikamatwa akiwa na kilogramu 2 za kokaini kwenye begi lake. Kazi hiyo iliyopangwa na Mkenya mwenzake anayeitwa John, mtu ambaye hakumjua vema, aliahidiwa kupewa dola 1,300. Hii ni takribani shilingi za Kitanzania 3,407,000, huku gharama zote za usafiri ikiwemo tiketi za ndege zilipangwa na huyo bwana ambaye alipanga kuzilipa. Hakuwa na wazo kwamba safari hii ingetamatika kwa hukumu ya kifo. Na Vietnam, kama nchi nyingine za kusini mashariki mwa Asia kama Indonesia, Thailand na Malaysia, ni nchi ambazo zina sheria kali sana dhidi ya madawa ya kulevya. Adhabu ya kifo ni ya kawaida kwa wale wanaopatikana na hatia ya kusafirisha mihadarati. Na Nduta, kama vijana wengine wa Kiafrika wanaotafuta maisha bora nje ya nchi, alijikuta amenaswa katika mtandao wa ulaghai wa kimataifa wa usafirishaji wa dawa za kulevya. Labda alishajaribu njia halali za kupata kazi na hakufanikiwa. Labda alikubali hii kama fursa ya mwisho, ila haikufanikiwa. Mimi nawe hatujui. Huu ni ujumbe kwa wote wanaotafuta maisha nje ya nchi kupitia mawakala wa ajira wasioaminika. Chunguza, uliza maswali na epuka ofa zinazoonekana kuwa nzuri kupita kiasi. Sasa tuendelee na simulizi yetu. Julai 14 mwaka 2023, Nduta aliwasili Ho Chi Minh City huko Vietnam. Alikuwa amechelewa, lakini wafanyakazi wa uwanja wa ndege walimsaidia kukamilisha taratibu za uhamiaji na kumpangia ndege ya kuelekea Laos. Hata hivyo, wakati wa ukaguzi wa forodha, maafisa waligundua kitu cha kutiliwa mashaka kwenye begi lake. Uchunguzi wa kina ulibainika kuwa ndani ya begi hilo kulikuwa na zaidi ya kilogramu 2 za dawa za kulevya. Nduta alijitetea kwa kujua kwamba pengine ingemsaidia, lakini hakujua kama begi alilopewa lilikuwa na dawa za kulevya. Lakini utetezi huo haukufua dafu kabisa. Lakini kama inavyosemwa katika sheria, ignorance of law is not an excuse. Kutokujua kitu kisheria ni kosa na wala hakumpi mtu kinga dhidi ya adhabu. Nduta alikamatwa na kufikishwa mahakamani. Sasa huko mahakamani mambo yaliendeshwa na waendesha mashtaka walidai kuwa utetezi wake ulikuwa mbinu ya kukwepa sheria kali za Vietnam dhidi ya madawa ya kulevya. Nchi hiyo inajulikana kwa msimamo wake mkali. Yeyote anayepatikana na zaidi ya gramu 600 za heroin au kilo 2 za methamphetamines anakabiliwa na adhabu ya kifo. Baada ya kesi ya muda mrefu, hatimaye mnamo Machi 6, 2025, mahakama ilimhukumu Nduta kunyongwa hadi kifo. Ni vigumu sana kufikiria jambo hili, lakini inakuwa ni ngumu zaidi kutokana na changamoto kadhaa. Je, nini ambacho kinaweza kufanyika ukizingatia kuwa kwanza kabisa
Kenya haina mkataba wa kubadilishana wafungwa na Vietnam. Hii inamaanisha kuwa hakuna njia ya kisheria ya kumrudisha Nduta kutumikia kifungo nchini Kenya badala ya hukumu ya Vietnam. Kitu cha pili ni kwamba Kenya haina ubalozi nchini Vietnam. Hili linapunguza uwezekano wa msaada wa kidiplomasia, kwani masuala yote yanayohusu wa Kenya Vietnam hushughulikiwa kupitia ubalozi wa Kenya nchini Thailand. Namba 3 ni kwamba sheria za Vietnam ni kali dhidi ya madawa ya kulevya. Vietnam ni moja ya nchi zinazojulikana kwa kutokuwa na huruma kwa makosa yanayohusiana na mihadarati. Adhabu kama kunyongwa ama kifungo cha maisha hutolewa mara kwa mara kwa wanaopatikana na hatia. Stori hii ya kusikitisha sana inamhusu Nduta. Huyu ni Mwafrika ambaye kwa kweli inasikitisha kwa yote ambayo yanaendelea kutokea juu yake. Na inaelezwa kuwa bado kuna windo ya serikali ya Kenya kuomba uahirishwaji wa hukumu hiyo, huku ikiendelea na mazungumzo ya kidiplomasia kuhusu uwezekano wa kubadilishana wafungwa. Vietnam ina sheria kali sana kuhusiana na madawa ya kulevya, lakini kuna nchi ambazo zimefanikiwa kupata huruma kwa raia wao kupitia diplomasia ya hali ya juu. Kenya italazimika kuwasiliana na serikali ya Vietnam kupitia ubalozi wa Vietnam nchini Tanzania, ambao utapitisha taarifa hiyo kwa ubalozi wa Bangkok, Thailand, na huu ndio ubalozi unaoweza kuzungumza moja kwa moja na serikali ya Vietnam. Hata hivyo, hii sio guarantee kwamba Vietnam itailisha kutekeleza hukumu ya kifo kwa Nduta, lakini inaweza kufungua njia ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Vietnam, na pengine kusababisha mataifa haya mawili kuwa na mabalozi wa kudumu katika siku zijazo. Historia inaonyesha kuwa Vietnam haishughuliki kabisa wala haishughuliki na hisia inapotekeleza hukumu za madawa ya kulevya. Kuanzia mwaka 2014 watu 30 walinyongwa. Watu 30 mwaka 2014 walinyongwa kwa kusafirisha heroin. Mwaka 2019 wengine 11 walihukumiwa kunyongwa kwa kusafirisha kilo 561 za heroin. Hivyo nchi hiyo ni kitu ambacho wamekuwa kikifanya bila kujali taifa analotokea mtuhumiwa. Lakini kuna exception chache kama ilivyotokea kwa raia wa Uingereza wakiwa na msaada wa serikali yao. Maybe ikiwa waziri mkuu wa Kenya Mheshimiwa Musalia Mudavadi ataingia katika mazungumzo kupitia mshirika wa Vietnam kama Thailand, kutapatikana mwanya wa mazungumzo. Hata hivyo, sera ya madawa ya kulevya Vietnam iko wazi: kifo kwa wahalifu. Let's hope for the best kwa Nduta, na kama itashindikana tutamkumbuka Nduta kama msichana aliyetaka kubadilisha maisha ya nyumbani kwake, lakini haikwenda vile inavyofaa, akafa kwenye mchakato. Picha zilizoambatizwa zinamwonyesha Nduta katika hali tofauti tofauti kwa kile ambacho alikuwa akikabiliana nacho. Hii ni Fun Facts. Mimi ni Mtupoa, msimuliaji wako. Tukutane wakati mwingine. Usisahau kusubscribe, like, comment, share, lakini pia hakikisha kwamba unazingatia yale ambayo unaweza kujifunza kupitia stories zetu. Bye bye.